Usiku ulikuwa mzito. Kimya cha ajabu kilitanda kijiji cha Zurungu. Kijana mmoja, Kaniki, alikuwa amefariki ghafla. Hakukuwa na jeraha, hakukuwa na damu, lakini kifo chake hakikuwa cha kawaida. Siku ya mazishi ilipofika, kilio kiligeuka mshangao. Mwili wa Kaniki ulikataa kabisa kuingia kwenye jeneza. Walivuta, wakasukuma, wakaomba, lakini mwili wake ulikuwa mzito kama jiwe, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa inamkataa. Hofu ikatawala, wanawake wakapiga mayowe. Ndipo wakaitwa wazee wa kijiji cha Zurungu, wazee waliobeba maarifa ya zamani, maarifa yaliyoandikwa kwenye roho, si vitabu. Baada ya usiku wa tambiko, ukweli ukaanikwa. Kulikuwa na mchawi miongoni mwa waliomlilia Kaniki. Mmoja wao alikuwa amefunga roho ya Kaniki kwa kiapo cha damu. Mchawi akanasa, akaadhibiwa hadharani, na ghafla mwili wa Kaniki ukaingia kwenye jeneza bila upinzani. Mazishi yakafanyika, ardhi ikafungwa, watu wakapumua. Lakini siku ya 3 usiku, ardhi ilipasuka. Jeneza la Kaniki likatokea juu ya ardhi. Halikuwa tupu, halikuwa kimya. Lilianza kusogea likiwatafuta wale waliomsaliti. Usiku huo, vilio vilisikika. Asubuhi, baadhi ya waliokuwepo mazishi hawakuonekana tena. Na leo, jeneza hilo halijazikwa tena, na bado linatafuta jina la mwisho. Je, kama ungekuwa wa Zurungu, ungekimbia au ungeomba msamaha? Usikose sehemu ya pili inayofuata ya simulizi hii.